Nina nakala ya maombi hayo, lakini yalikataliwa, jambo ambalo sasa tunajua kwamba siku zote yangekataliwa na mgeni. Lakini Ron akaanza kufikiria juu ya hilo na akaamua kwamba safina yenyewe, eneo hilo lina urefu wa karibu viwanja viwili vya mpira, mikubwa sana. Na angefanya nini? Kwa hivyo nitamruhusu aeleze kile alichofanya baada ya hapo. Nilipoipata hii mara ya kwanza 1978 au 77, tuliomba kibali cha kuichimba na hili lilikataliwa. Kwa hivyo niliwaomba marafiki fulani na mimi mwenyewe nikaomba kwamba Mungu atume tetemeko la ardhi huko na aonyeshe hii ilikuwa nini na kadhalika. Disemba 28, 1978 kulikuwa na tetemeko la ardhi huko, na nilikuwa ndio kwanza nimefika nyumbani kutoka kazini, na hapa unajua habari zilikuwa zikielezea kuhusu tetemeko hili kubwa la ardhi. Kweli nilisisimka mwili mzima kuanzia kichwani hadi miguuni, kwa sababu mina nikasema asante Bwana. Sasa kile tulichofanya baada ya kuwa tumeomba ombi hili la tetemeko la ardhi, nilitambua kwamba hili si jambo zuri sana kuwafanyia watu walioishi katika eneo hilo, ni kuomba kwamba tetemeko la ardhi lipige huko. Kweli tulibadilisha ombi letu na kumwomba Bwana, unajua, asiruhusu mtu yeyote auawe katika tetemeko hilo. Na kama ilivyotokea, hakuna mtu aliyeuawa. Nyumba moja tu ndio iliharibiwa katika kijiji kimoja, iliteleza chini ya ukingo huko. Lakini hata hivyo tuliweza, si tu kwamba liliangusha vitu mbali na pande za mashua, lakini lilipasua mashua katikati kabisa. Sasa katika uchunguzi na tathmini ya kiakiolojia ya mabaki, kina cha mabaki ni muhimu sana. Tuliweza kuona jinsi mabaki yalivyokuwa na kina kirefu katika hatua hii, na kwamba yalibadilika na kuwa na kina kirefu zaidi hapa, na kisha kina kirefu zaidi hapa. Na hivi ndivyo tulivyojua ambapo sitaha zilianza na kuishia katika upande wa urefu. Kwa maneno mengine, kuanzia mbele hadi nyuma.